Dada Samia. Shikamoo mama. Ni mimi binti yako Mwanandichi kutoka kijiji cha Mtipa. Niliyesafiri safari ya kilomita 260 kutoka Singida hadi UDOM ili kutimiza ndoto yangu ya kuwa daktari. Haya yote yamewezekana baada ya mimi kuwa mmoja wa wanufaika wa Samia Scholarship. Asante mama. Mama, nina salamu zako nyingi kutoka kwa Wanasingida. Wanafurahishwa na kuridhika na utendaji wako wa kazi ndani ya muda mfupi wa uongozi wako. Shule ulizomwaga, vituo vya afya na kubwa zaidi ni hii hospitali yetu ya rufaa mkoa wa Singida. Mama, hospitali hii imeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya afya mkoani kwetu. Nilipopata likizo fupi, nilifunga safari na kumtembelea mganga mfawidhi wa hospitali yetu ya rufaa. Alichonieleza kilinipa majibu sahihi ya kwa nini Wanasingida wamekuwa wakiimba wimbo wa Samia mitano tena. Hospitali ya rufaa mkoa wa Singida imepata neema ya miradi mbalimbali ya maendeleo katika eneo zima la miundombinu pamoja na rasilimali watu. Kupitia Wizara ya Afya ilipata takribani shilingi bilioni 5. Kati ya fedha hizo kuna fedha ambazo zilikuwa kwa ajili ya miundombinu, fedha zingine ilikuwa ni kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba pamoja na kuwajengea uwezo watumishi wa afya. Miongoni mwa hiyo ilihusisha ujenzi wa majengo ya huduma za dharura yani EMD pamoja na ICU ambavyo vyote kwa pamoja vina thamani ya takribani bilioni 1.7. Mpendwa mama, baada ya maneno haya mafupi, niliamua kutembea kidogo nione uzuri wa hospitali hii. Kama bahati, mjomba Muhammad kumbe alikuwepo. Binamu yangu alikuwa na changamoto ya kifua, wakamfikisha hospitalini. Kinywa cha mjomba kilinena mema yaliyomstaajabisha. Nilichokiona hapa ni kwamba watumishi wa hiyo hospitali ni wana ukarimu na ubinadamu na wanawachangamkia wagonjwa. Ukifika wanakuhudumia haraka. Madaktari pia vile vile ni wanasikiliza wagonjwa. Kwa huduma kama hii ambayo nimeiona hapa hospitali ya rufaa Singida, ningependa tu nitoe shukrani kwa rais wetu Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan. Anafanya kazi kwa kweli, anahitaji kupongezwa na nashukuru sana. Maneno ya mjomba yalinifurahisha sana. Wakati nashangaa uzuri wa miundombinu ya hospitali, nikakutana na dada yangu wa shule aliyenipokea kipindi naanza kidato cha kwanza kule kijijini kwetu. Sikujua kama na yeye ni mmoja wa wanufaika wa ajira katika hospitali yetu ya rufaa. Tunamshukuru Rais kwa kuwekeza nguvu kubwa katika afya ambayo imetusaidia kwa mkoa wa Singida kuweza kupata jengo la kutolea huduma za dharura na kupata vifaa ambavyo vinaweza vikawasaidia wagonjwa na kuweza kuokoa maisha yao. Mama, vijana kibao kuna mchongo walikuwa wanausikilizia. Sikujua kama mchongo wenyewe ulikuwa ndio huu. Tumeona fursa nyingi kwa sisi vijana zimeweza kupatikana ikiwemo ajira. Ukiangalia katika vifaa tiba, wataalamu wengi ambao walikuwa wamesomea wameweza kupata fursa hizi. Kama mimi pia ni afisa habari, nimepata fursa hii kupitia serikali hii ya awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivyo tungependa kumshukuru sana mama yetu ambaye anaendelea kutupa fursa hizi, lakini pia kuwekeza zaidi katika sekta ya afya. Maneno haya ya shukrani yalinifanya nitake kujua zaidi juu ya huduma na madaktari tulionao sasa, ambao mwanzo ilikuwa changamoto kubwa mkoani kwetu. Zamani tulikuwa tunahangaika kwenda mbali kutafuta huduma, leo inapatikana hapa. Tuna madaktari bingwa ambao wapo wanatoa huduma, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa upasuaji. Huduma zote za kila aina zinapatikana mkoani Singida kirahisi. Sasa nimetambua chimbuko la mapenzi ya kweli baina yetu sisi Wanasingida na wewe rais wetu kipenzi. Naweka kalamu yangu chini nikiwa bado nina mengi ya kunena. Sijamaliza, nitarudi tena na kutakia kazi njema ya ujenzi wa taifa letu. Mama, dua zetu Wanandichi zi pamoja nawe daima.